الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuwezesha kuweza kutekeleza swala hii ya dhuhuri kwa wakati wake na kwa jamaa. Napenda tukumbushane kwa ufupi kutokana na fadhila ya siku ambazo tuko nazo. Leo tuko katika siku ya pili katika siku za Dhulhijja. Kwa hisabu ya mwezi wa kimataifa na kwa hisabu za wale wanaotekeleza ibada ya hija, leo ni tarehe 2 na masiku haya 10 ni masiku ambayo ni bora, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafadhilisha na ameyafanya kuwa ni bora kuliko masiku mengine yote yaliyomo katika ulimwengu. Kama ambavyo amejalia Allah subhanahu wa ta'ala vile vile kwamba matendo yaliyo mema ambayo tutayafanya ndani ya masiku 10 haya, matendo hayo yanahesabiwa kuwa ni matendo bora mno na yenye malipo yaliyo makubwa. Na tutazungumzia kwa ufupi kuhusiana na masiku 10 haya, kwamba ni yapi masiku 10 ambayo ni masiku yanayohesabika kuwa ni matukufu, na bila kuyazungumza kila mmoja anajua kwamba ni masiku tulio nayo na tunayoishi nayo, ambayo ni masiku ambayo Waislamu wengi hukithirisha kuyatenda matendo yaliyo mema ndani ya masiku haya, ikiwepo kufunga, kutoa sadaka, kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya masiku haya, ikiwemo kuchinja. Lakini pia ndani ya masiku haya kuna siku ambayo yuaddu min afdali ayami al-'am, huhesabiwa kwamba ni katika siku bora katika zile siku ambazo tunazo katika ulimwengu wetu, na imetajwa fi ayati wa ahadith kathira, katika aya na hadithi nyingi ambazo zinazungumzia ubora wa masiku haya. Miongoni mwa haya ambayo iliyobeba ubora na masiku haya ni
pale Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia wal fajr wa layalin ashr. Allah alipoapa na wakati wa sala ya alfajiri, lakini pia akaapa na masiku 10, mausiku 10 yaliyomo ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja. Lakini ni ipi siri ambayo ya kujaliwa kwamba siku hizi ni bora? Ni kwamba zimekuwa bora kwa sababu ni siku ambazo ziko katika nyakati bora za ibada, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametilia nguvu katika kuzungumza ule ubora wa siku hizi na malipo yake na thawabu ambazo zinapatikana kwa watu kuyatenda matendo yaliyo mema ndani yake. Miongoni mwa ahadith zinazoonyesha ubora wa masiku haya ni hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhu. Hadithi aliyopokea Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, kwamba hakuna katika masiku ambayo kutenda matendo yaliyo bora ndani yake huwa yanapendwa sana mbele ya Allah kuliko masiku haya, akikusudia siku hizi 10 za mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Masahaba kwa kuwa ni watu waliokuwa wakipenda heri, wakauliza, qalu ya Rasulullah wala aljihad fi sabilillah, ewe Mtume wa Allah, huu bora unatuambia ina maana unashinda hata jihadi katika sabilillah? Mtu akienda kupigana vita pia anashindwa na yule mwenye kutenda matendo mema ndani ya masiku haya? Qala wala aljihad fi sabilillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wala jihad pia haifanani na matendo haya, illa rajul kharaja bimalihi wa nafsihi, ila yule mtu ambaye aliyetoka na mali yake na nafsi yake akenda kupigana jihad, thumma lam yarji min dhalik bishay, kisha asirudi kwa chochote na chochote, kaenda katika jihad yeye mwenyewe na mali yake nayo pia ameitoa akaenda nayo, huyo ambaye atakayekuwa ameyatenda haya, kaitumia mali yake, katumia nafsi yake na hakijarudi chochote, basi huyu ndiyo anakuwa ni bora zaidi, huenda akamshinda yule ambaye aliyetenda yale yaliyo mema ndani ya siku hizi. Lakini yule ambaye atakayekuwa ameenda peke yake na kisha akarudi, basi huwa fadhila zake haziwezi kuwa ni sawa na yule ambaye alifanya yale ya kheri ndani ya masiku haya. Hii ni ishara ya kwamba tunatakiwa sisi tujipinde katika kuyafanya yaliyo ya kheri ndani ya siku hizi 10, ikiwemo kusoma Qur'ani kwa wingi, kumtaja Allah kwa wingi, kuleta takbir na tahlil, iwe ni masokoni, mabarabarani, zile ambazo zinaitwa kwamba ni takbir,
ambazo ni mutlaq, yani popote mtu analeta akiwa kazini, barabarani, sio zile ambazo ni muqayyad kwa nyakati maalum, kwamba labda siku ya Idi na yale masiku ambayo ni ya Idi. Kwa hiyo hii ni ishara ya kuonyesha ubora wa matendo yetu tunayoyatenda ndani ya siku hizi. Lakini pia inakuja siku ya Arafa ambayo inapatikana tarehe 9 ndani ya siku 10 hizi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Katika hadithi ambayo alipokea mama Aisha radhiallahu anha, anasema ma min yawmin arfa min an yaqtika Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa, yani hakuna siku ambayo Allah huacha watu huru na moto sana kuliko siku ya Arafa. Wa innahu la yadnu, Allah anakurubia kabisa kwa wale waja wake. Thumma yubahi bihim almalaika, kisha Allah anajifaharisha kwa wale malaika. Fayaqul, Allah anasema ma arada haula, hao hivi ni kitu gani anachokitaka? Lakini anasema Allah kwa kujifaharisha kwamba hawa ni waja wao, wamekuja kutoka sehemu mbalimbali, min kulli fajjin amiq. Hawa wametoka Afrika, hawa wametoka Asia, hawa wametoka wapi, lakini wote wamekusanyika mahala pamoja kwa kuitikia mwito wa Allah kuwaita kwenda kutekeleza ibada ya hija. Walillahi ala an-nas hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Wamekusanyika kwa pamoja. Sasa wakiwa katika viwanja vya Arafa, ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala hujifadharisha kwa malaika, kwa sababu Allah viumbe wake wamekusanyika wakiwa na vazi la namna moja. Hajulikani nani tajiri nani maskini, wote vazi lao ni moja, wote ni wahitajia kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wamekusanyika wakiwa ni wahitaji, wanamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale waliokwenda nayo kwa kutaka msamaha. Kwa hiyo Allah anaposema maneno yale kwa malaika, huyasema kwa njia ya fakhri na kuonyesha kwamba yeye ndiyo Allah na viumbe wake wako tayari kumwitikia na kumwabudu yeye. Kwa hiyo ndio anasema ma arada haula, ni kipi hivyo wanachokitaka ambacho kimewaleta hapa? Hakuna zaidi, bali kilichowaleta ni kutaka msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah pale ndiyo anatangaza msamaha wake. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema al-hajju Arafa, hija ni Arafa, hija ni Arafa. Unaposimama katika viwanja vya Arafa, wewe ndio unahesabika kwamba uko katika nguzo kubwa. Ukiacha haji yako haifai, wala haina kwamba utamwaga damu wala nini. Umeacha nguzo, haiwezi ikafanyika tena ibada yako na ikakubalika mpaka uitekeleze tena mwakani swala. Kwa hiyo hapa tunapoona kwamba siku ya Arafa kumbe ni siku kubwa, na siku hii inaendana na mahala maalum, na si pengine ni kule inapotekelezwa ibada hii ya haji. Kwa hiyo inahesabika saumu tunayofunga sisi tuliokuwa huku, ambao hatukujaliwa kwenda haji, inahesabika kwamba ni baban limaghfirati dhunub, ni kama mlango wa kuweza na sisi kusamehewa dhambi zetu. Idh yukaffiru Allah bihi sanata al-madiyah wal-lahiqah,
au al-baqiya. Allah anasamehe kwa mtu kufunga ile siku ya Arafa madhambi ya siku iliyopita, mwaka uliopita na mwaka huo utakaokuja ambao utakutana nao. Lidhalika yajibu istikhlalu hadhihi al-ayyam lima laha min fadlin kabir. Kwa hali hiyo tunatakiwa tuzitumie siku hizi kwa amali bora kwa sababu ya fadhila zilizomo ndani yake. Miongoni mwa umuhimu wa kutenda matendo mema katika siku hizi ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala manna alaina bilkathir min almunasabat ad-diniyya wal awqat. Allah ametuneemesha kwa munasaba wa mambo mengi na ametuneemesha kwa nyakati ambazo yustahabu fiha al-amal as-salih, inatakiwa tukithirishe kufanya matendo yaliyo mema. Wa min a'zami hadhihi al-awqat ayyam al-'ashr min dhul-hijja, katika nyakati bora ambazo Allah amezineemesha kwetu sisi hizi siku 10 za mwezi wa mfungo tatu. Na miongoni mwa dalili juu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala siku hizi amezijalia kwamba ni tukufu ni kule kuziapia, wal fajr wa layali ashr. Allah ameapa kwa wakati wa al-fajr. Wafasiri wanasema na al-fajr ya siku ya Arafa, jinsi watu wanavyotoka wakielekea katika uwanja wa Arafa. Wengine wanasema ni siku ya kuchinja, watu wakitoka katika kuswali sala za Eid na nini. Ala kulli hal, ni tafsiri zote ambazo zinaonyesha usahihi wa kwamba ile siku iliyoapiwa ni siku ambayo imo ndani ya masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa hali hiyo ni jambo la muhimu kwetu kujihimiza sana katika kuyatenda yaliyo mema, na miongoni mwa matendo ambayo ni ya kheri tunatakiwa kukithirisha kuyafanya ni at-taubatu as-sadiqa, ni tauba ya kweli iliyotakasika. Tutubie kwa Allah tauba ya kweli kutokana na makosa yetu. Wal azm ala tarki al-ma'asi, tuazimie juu ya kuacha maasiya. Wa hadha afdalu istiqbal li hadhihi al-ayyam al-'azima, na hili ndilo jambo ambalo litaonyesha utukufu wa kuzikaribisha siku hizi 10 tulizo nazo. Tutubie kwa Allah kwa makosa yetu, tuache kutenda yaliyo kuwa si mambo ya halali, yaliyo mazuri, maasiya. Lakini pia al-ikthar min al-ibadat, ni kufanya wingi wa ibada as-salihah zilizo njema, mfano wa kutoa sadaqa wa tabarruat. Al-ikthar min as-siyam, kufanya wingi wa kufunga ndani ya siku hizi. Anaweza kufunga siku zote, wallah falakal hamd. Atakayefunga baadhi zake falakal hamd, lakini iwe imeingia katika zile siku au katika yale matendo ambayo ni bora tunayoyafanya sisi. Lakini pia katika matendo yaliyo bora ni kusoma Qur'an, qira'atul Qur'an wa tadabbur fi ahkami, ni kuisoma Qur'an na kuzingatia hukumu zake. Lakini pia at-tahlil wa takbir, ni kuleta tahlil na kuleta takbir, wa ta'dhim sha'air Allah, na kuziadhimisha alama za Allah. Miongoni mwa alama za Allah ni kuadhimisha hizi siku ambazo alizozileta kwa sisi, na tukithirisha kuleta afdalu dhikr ambayo tunatakiwa tuilete katika masiku haya ni takbirat, Allahu akbar, Allahu akbar,
la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Yani kila ulipo, ni nyumbani, ni kazini, ofisini kwako, baharini, ulete adhkari hizi ambazo ndio zinaitwa kwamba ni adhkar ambazo ni mutlaq, ukithirisha kuzileta katika siku hizi. Ndugu zangu katika imani, masiku haya yameshuhudiliwa na adilla nyingi katika Qur'an na hadith. Miongoni mwa Qur'an Allah pia anatuambia yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat. Watu wa kheri ni wale wanaolitaja jina la Allah katika siku ambazo ni maalum, na siku maalumat wanasema ni siku hizi ambazo ni siku 10 za Dhulhijja. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao ni wenye kuyafanyia kazi masiku haya kwa kukithirisha kufanya ibada mina salat, kukithirisha kusali sala za faradhi na sunna, kukithirisha kufunga, kumtaja Allah, kusoma Qur'an na nyingi katika anwaa za ibada, tukithirisha kwa ajili ya kuweza kuziadhimisha siku hizi ambazo tutaingia na yule mwenye kuadhimisha sha'air Allah itakuwa ni min taqwa alqulub. Wa man yu'azzim sha'air Allah, na yule ambaye ataadhimisha kuheshimu alama za Allah, basi huo ni katika uchamungu ambao hasa katika uchamungu wa moyo unaokusudiwa ni huo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.